mwezi wa 5 kuwa mwezi wa baraka kwenye maisha yako na jina lako kupata kibali. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na nitakuwa na muda wa dakika 40 tu na nitakuwa namaliza ibada. Bwana asifiwe. Amen. Tutasoma kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 7. Mwanzo 4 mstari wa 7 na Mwanzo 39 mstari wa 21 mpaka 23. Mwanzo 4 mstari wa 7, Biblia inasema, kama ukitenda vema hutapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde. 39 mstari wa 21 mpaka 23. Biblia inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililo mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Ninakuombea huu mwezi wa 5, jina lako yote utakaolifanya yakafanikiwe na yakapata kibali katika jina la Yesu. Kibali cha Mungu kwenye maisha yako, maana yake unapata upendeleo wa kimungu ambao unapewa hata kama ulikuwa hustahili. Upendeleo maana yake ni hali ya kupata au ni hali ya kupewa nafasi zaidi kuliko mwingine. Na unapopewa nafasi zaidi kuliko mwingine, unaweza mkawa mna sifa sawa, mnafanana, mnafanya kazi sawa, mnafanya biashara sawa, lakini wewe unapewa nafasi zaidi kuliko mwingine. Na huu mwezi wa 5 natamani jina la kila mmoja aliyeko kwenye ibada hii, Mungu akampe upendeleo katikati ya watu. Tunaposoma Mwanzo 39 mstari wa 21 mpaka 25, Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Ninakuombea mwezi wa 5 Bwana akawe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Akamfadhili. Ninakuombea Bwana akakufadhili katika jina la Yesu. Amen. Akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Ninakutamkia jina lako mwezi wa 5 lipate kibali machoni pa watu kwa jina la Yesu. Amen. Maana yake jina lako litambulikane mahali ambapo unapokuwepo, jina lako lipate nafasi. Jina lako liwe na kibali unapopita. Jina lako liwe na nafasi mahali ulipo. Jina la biashara yako lipate kufadhiliwa. Jina la biashara yako lipate kuwavutia watu. Jina
jina la biashara yako lipate kuwa na mvuto na kibali kwa watu. Jina la familia yako ipate kuwa na mvuto katika jina la Yesu. Jina lako likapate kutambulika kila mahali unapokwenda, watu wakakufadhili kwa jina la Yesu. Ninatangazia watu wachache ambao wamekuja kwenye ibada ya leo, ambao majina yao yalikuwa yamefunikwa, yamewekwa kwenye chungu na wakawa hawaonekani, kila mtu anawadhalau. Kazi zao zimewekwa kwenye chungu, zimedhalauliwa. Biashara zao zimedhalauliwa. Yeye mwenyewe amejidhalau na jina lako halina nafasi katikati ya watu. Unapotoka kwenye ibada ya leo, kazi yako na jina lako linapata kibali. Na Bwana atakufadhili. Bwana atakupa nafasi. Bwana atakupa heshima. Bwana atatangaza mwanzo mzuri kuanzia sasa. Tunapoanza huu mwezi wa 5 utaona matokeo. Kama jina lako lilikuwa limefungwa ili usifanikiwe, jina lako linafunguliwa, mafanikio yanakuwa ni haki yako. Kuna watu wako hapa majina yao yamefungwa na yamewekwa mahali ambapo hayana nafasi ya kuonekana. Biashara unayofanya haina nafasi ya kuonekana kwa sababu jina la biashara yako wamelikamata. Kuna watu wanalitumia, kuna watu wamefunga hiyo biashara, na matokeo yako hata wewe mwenyewe unaanza kukasirikia kazi unayofanya, na wengine mpo tayari mnataka muiache hiyo kazi. Hiyo kazi hautaiacha, itakupa faida kuanzia sasa mwezi wa 5. Hata kama unafanya kazi za kilimo, Mungu ninayemtumikia hakutakuwa na chuma ulete kwenye kazi ya mikono yako. Jina ulilopewa la kuonekana wewe ni wa kawaida, hilo jina linapata kibali, na kila atakayeliita jina lako litakuwa ni jina lenye mvuto katika jina la Yesu.